Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema viongozi wa Israel wamemuomba awasilishe ujumbe kwa Iran kwamba hawataki kuendeleza vita bali wanataka kupunguza mvutano uliopo kati yao. Mvutano huo ulianza baada ya Israel kushambulia Iran tarehe 13 Juni, kitendo kilichosababisha vita vya siku 12 ambapo makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia mamia waliuawa. Marekani pia ilijiingiza kwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, jambo lililokiuka sheria za kimataifa. Vita ilimalizika Juni 24 baada ya Iran kulipiza kisasi kwa mashambulizi makubwa yaliyolazimisha Israel kusitisha mapigano. Akizungumza kwenye mkutano wa kilele cha Asia ya Kati na Urusi mjini Dushanbe, Putin alisema Israel imeomba msaada wa Urusi kufikisha ujumbe wa amani kwa Irani, ikisisitiza kuwa diplomasia ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo wa nyuklia wa Iran na kwamba Urusi inaendelea kuwasiliana kwa karibu na Tehran na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA kutafuta suluhisho la kudumu. Kwa upande wake, Iran inaituhumu Marekani na nchi za Ulaya kwa kuvunja makubaliano ya nyuklia JCPOA ya mwaka 2015, hatua iliyosababisha kuongezeka kwa vikwazo vya hali ya kutoaminiana. Irani imesema itaendelea na mazungumzo ikiwa tu mataifa hayo yataheshimu makubaliano na kuondoa vikwazo visivyo halali. Rais Putin amevujisha siri hii kutokana na kuwepo kwa tetesi kwamba taifa la Israel huenda likashambulia tena katika taifa la Iran, lakini Rais Putin amezungumza wazi kwamba viongozi wa Israel wamekuwa wakimtafuta na kumwambia kwamba awaambie Irani kwamba Israel inatafuta amani na si kutafuta shida na taifa la Iran. Hivyo kwa sababu ya Urusi kuwa na urafiki mkubwa na taifa la Iran, inaweza kusababisha kupelekea kutuma ujumbe moja kwa moja kwa taifa la Iran kwamba lisijiandae kihivyo kijeshi kwa ajili ya taifa la Israel kuweza kujibu mashambulizi endapo itashambuliwa upya. Sasa kupitia kauli hii inaonyesha ni kwa jinsi gani kabisa kwamba Israel imeanza kupata hofu na wasiwasi dhidi ya taifa la Irani. Mtazamaji, usisahau kutufuatilia kwa habari zijazo, kusubscribe, kulike na kushare.